Sasa watu wa dini wakinitazama mimi ninayehubiri hapa, anasema si zimeandikwa siku za mwisho watakuja wamevaa ngozi ya kondoo lakini ndani mbwa mwitu. Sawa sawa kabisa. Haya, nitazameni, niambieni huku ndani kuna mbwa mwitu. Ninyi mlioko hapa mnamuona mbwa mwitu huku ndani? Tupime basi, kwa sababu Mungu amesema, ile waraka wa kwanza wa Yohana 4 amesema pimeni roho, si ndio? Pimeni roho, si ndio? Ili mjue ni roho gani iliyoko huko ndani. Si ndio? Ndicho kitakachoambia kuna kweli au uongo. Haya, sasa tukae. Tunaposema ukisema au ni hivi au hiki ni hivi, pimeni huko ndani ni mbwa mwitu au ni nini. Lakini ukikuta huko ndani sio mbwa mwitu, unawajua kuna matendo mema, wewe rejesha, kwa sababu Yesu amesema watawajua kwa matendo yao. Haleluya. Lakini nikikutazama tu, nikiona unamdanganya unasema hivi lakini huko naona mbwa mwitu, lazima nikimbie asije akaniangamiza. Kweli uongo? Kimbieni. Pimeni kwa matendo. Pimeni kwa matendo, kwa sababu hata msipopima siku moja tutasimama hivyo tu. Tutatoa hesabu ya hili neno ninalosema hapa. Haleluya. Matendo tu. Kila mtumishi wa Mungu aliye hai, aliyeitwa huku duniani anahubiri injili ya habari njema za ufalme wa Mungu, anapaswa uhubiri haya maneno haya kwa namna yake, lakini ndio anayohubiri kwa sababu ndio Yesu anayomtuma aweze akazungumza. Haleluya. Tukianza kusema kinyume, tunazungumza injili nyingine na tunamsaidia shetani kwenye kazi yake. Kwa hiyo suluhu ya kuondoa utu wa kale, kama ni mti mbaya, suluhu yake kama useme, hebu niambie mtu kama ni mti mbaya, tuchukue sasa ule utu wa zamani ni mti mbaya na tunaona hauwezi kuzaa matunda hauwezi kuzaa matunda mazuri. Suluhu yake ni nini? Ndio tunaanza kuingia kwenye suluhu ya Mungu. Ni nini? Unavaa nini? Unaungoa, tena ukati unaungoa, unachimbua na hiyo mizizi. Bwana Yesu asifiwe. Unaungoa. Sasa tuje suluhu, tulete kwenye maisha suluhu ya utu wa zamani. Kama waishi maisha utu wa zamani, usisahau huku uongo, tamaa ndio asili yake. Kama huko utu wa zamani, suluhu yake ni nini? Okay. Utu wa zamani wote uongo, tamaa na dhambi na moto. Nini suluhu yake? Suluhu, tunaanza kuingia sasa suluhu ya Mungu halisi. Nini suluhu yake? Sasa kama ni mti ni kungoa, haya maisha yetu ya kawaida tunafanyaje sasa? Tunaua. Basi hakuna suluhu yoyote ya utu wa zamani ni kuua. Tutaanza kuangalia sasa hivi namna tunaua. Biblia inaweka vizuri kuua. Unaweza kuua mkato, kusulubisha. Unasulubisha utu wa zamani. Pale kwenye andiko la msingi anasema uvueni. Haleluya. Unauvua utu wa zamani kwa kusulubisha. Basi maana yake unausulubisha kama Yesu alivyosulubisha utu wake, alivyosulubisha nafsi yake na mwili wake. Unausulubisha utu wako wa zamani, unausulubisha kabisa. Yesu alifanya hivyo. Tuanza kuingia kwenye majibu ya Mungu. Kitabu kile cha Wagalatia sura ya 5 mstari wa 24. Neno la Mungu linasema mahali pale, wale walio katika Kristo Yesu wamesulubisha maisha yao pamoja na matendo yake mabaya na mtu mmoja asome basi kwa sauti kama sisomi kitu sahihi. Wagalatia 5:24.
Ndio mmoja asome kwa sauti. Kama nasoma. Na hao walio katika Kristo Yesu wameusulubisha mwili pamoja na mawazo yake mabaya na tamaa zake. Yes. Wale walio katika Kristo Yesu wamesulubisha mwili. Wanaofanyaje? Wameusulubisha mwili, maana yake wameua mwili pamoja na mawazo yake na nini? Huo si ndio utu wa kale huu? Si ndio utu wa zamani? Haleluya. Unausulubisha. Yesu Mungu ametoa majibu ya kutoka kwenye utu wa zamani kupitia kwa Yesu Kristo mwana wake. Na majibu hayo ameyatoa juu ya msalaba, pale ambapo alisulubiwa Yesu. Ishara ya kwamba kila mtu atakaye mtazama Yesu na kuamini, atakaye tazama tu kwanza kwa imani maisha ya Yesu na kuamini kazi ya msalaba aliposulubiwa, kwamba alisulubiwa kweli, alikufa kweli. Kwanza huyo mtu anapokea wokovu. Halafu anapotazama yale maneno, sasa Yesu anakuja kwake, anaanza kumwambia. Unapomtazama Yesu hivyo unapokea wokovu. Na Yesu amesema nini? Injili ya Luka 9:23-24. Anasema mtu akitaka kunifuata ajikane mwenyewe. Jikane mwenyewe. Ndio maana nimesema ukiona unaanza vile vitu vya mimi, kunayo shida. Jikane mwenyewe. Alafu akumalizia hapo, beba msalaba wako, beba msalaba wako kila siku. Alafu anifuate. Haya. Mfano. Lazima nasulubishaje mimi maisha yangu na nafsi yangu? Nasulubishaje? Ni nini kinachoinyanyua nafsi yako? Unapenda nini? Mfano, unajua wewe ni nini ambacho neno la Mungu, nini ambacho Mungu anakuambia sio, na nini ambacho ni sawa. Unapokuwa pengine, nachukulia mfano, maisha yako ulikuwa mnywa pombe, ni mlevi. Odana na Yesu unagundua kwamba inabidi nisulubishe mwili. Inabidi nikane nafsi. Unainyima nafsi yako kwa maamuzi yako kunywa. Unapoinyima nafsi yako na ule mwili wako ulikuwa unapenda, ndio unapata namna ya kwenda mahali pale na kuburudika. Umeua mwili wako kwa namna ya kile ambacho kwa unapenda. Umeikana nafsi yako juu ya kile ambacho kwa unaipenda. Unapokuwa na marafiki ambao walikuwa hawakuongozi katika mema, wanakuongoza katika uovu, uchafu. Unapokutana na Yesu akakwambia usulubishe mwili wako, ukawaacha. Sio kitu kirahisi. Umeikana nafsi yako na umesulubisha kwa habari ya mwili wako, matakwa yake. Haleluya. Unaposikia neno la Mungu linasema mahali hapa, mfano nitoe mifano ile ambayo tuliangalia wiki moja sijui mbili zilizopita. Nawaambia kwamba usiende kuangalia mapicha haya, movie haya yanakupa athari. Ukakubali kweli wewe ulikuwa nazo kule unaangalia kila siku na nini, ukaacha, umeikana nafsi yako. Na umekubali kuiua kwa ajili ya Kristo. Haleluya. Unaanza kuingia kwenye maisha mapya. Vinginevyo usije ukasema kwamba nimesikia lakini naendelea huko, afu ukasema huko kwenye maisha mapya. Uongo.
Na wengi wanakiri wasema neno linasema imekuwa kwamba ukimpokea Kristo tazama ya kale yote yamekwisha, tazama yamekuwa mapya. Hayawezi yakawa mapya kamwe mpaka usulubishe mwili wako. Mpaka usulubiwe. Mpaka ukubali kusulubisha matendo yako. Haleluya. Kwa nini ninawaambia? Niliwahi kuniambia mnijibu. Ninawaambia kwa sababu najua. Kwa nini mtu anatoka kwenye kanisani mahali pa ibada anaenda kwenye pombe, au anatoka hapo anaenda kwa wachawi kuloga, au anatoka hapo anaenda kwa zina, au anatoka huko anaenda kwenye kila aina ya matendo yanayokatazwa? Halafu kwa nini hukuti watu wanapiga kelele juu ya watu hao? Ina maana sasa kanisa huwa linalelea watu ambao wanaishi maisha ya zamani. Si ndio maana yake? Maana ukikubaliana na hayo maana yake ndio maisha mnayolelea. Haleluya. Sasa ina maana hapo mnaenda kwa nani? Ninyi ni kanisa la nani? Ni kanisa la Mungu hilo? Acha tuzungumze sasa habari ya kweli, ili wewe ukiamua kuishi haya maisha ya zamani, maandiko yanatimia kwamba ukiona mtu anaangamia, ukiona hatari, ukiona adui anakuja kuangamiza watu ambao umepewa, ukiacha kuambia iko hatari, damu yao itatakiwa kwenye mikono yao. Lakini ukiwaambia iko hatari, wakiacha kusikiliza, wakiendelea, hutadaiwa damu yao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni lazima tukate mti mbaya tuuchimbue. Utu wa zamani lazima uue. Hakuna namna nyingine. Ni tamaa, lazima uue tamaa hizo. Usiniambie unauaje. Ukisha lisikiliza hili neno la Mungu, ukifanya maamuzi, Yesu anaua. Bwana Yesu asifiwe. Anaua. Pale mahali ulikuwa unaenda, sila mahali ulikuwa unaenda utaenda tena. Sio kila kitchen party wewe utahudhuria tena. Sio kila harusi wewe ni pale mstari wa mbele. Sio kila nguo ulikuwa unavaa ili kwenda unaenda ni beach utavaa tena. Kwa nini? Si unaua? Na unapoua anakuambia yule Roho Mtakatifu, hiki hapana, akihusiki na maisha mapya. Hiki ni cha maisha ya zamani. Hiki kiatu kilikuwa cha maisha ya zamani pembeni. Huyu rafiki hapa maisha ya zamani. Hii ngweze maisha ya zamani. Mahali hapa alikuwa anaenda ni maisha ya zamani. Ndio namna ya kuua. Haleluya. Unaua. Ndivyo unavyosonga mbele. Lakini ukimkuta mmoja anasema bwana, inaishi maisha mapya, vitu vingi, lakini maisha kale yale. Hakuna kitu kinachokufa. Lazima maisha yafe hapa. Lazima yasulubiwe. Lazima tuone vitu vinasulubiwa kila siku kwenye maisha yako. Lazima tuone kiburi kinaachia, kinakufa. Maisha ni maisha ya kale hayo. Lazima tuone dhambi ambazo kwa unaondoka kule. Maana ni maisha ya kale yanakufa. Yesu aliposulubiwa, alafu akafa, akaingia kaburini. Alikufa, alichukua haya maisha yetu yote ya kale haya, ambayo nasema kila mtu anakuwa nayo. Namna azaliwa maisha haya, aliyachukua yote. Tunapoanza kumwamini kazi yake ya ufufuko, mnajua wengi tutakuja kuona huko mbele. Unapoingia sasa kuamini, Biblia inasema unapoingia katika ubatizo, unakufa pamoja na yeye. Unakufa kule. Unaponyanyuka, unafufuka pamoja na yeye. Ina maana maisha yako ya zamani yanawekwa kule, alafu maisha yako mapya yanainuliwa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Maisha mapya. Hatuendi kwa Mungu kwa namna yoyote, watumishi wa Mungu, na maisha na utu wa zamani. Hatuendi
kwa Mungu mbinguni. Haya basi, ngoja niseme, tumeona kwamba wala hatuendi kwa Mungu, wala hatuwezi kutoka kwenye maisha ya zamani kwa dini, wala hatuwezi kutoka kwenye maisha ya zamani kwa sala zetu tunazoomba. Hata tukifika hapa tukianza kuangusha ngome namna gani, hatutaenda kwa Mungu kama maisha yetu bado ni ya kale. Kwenye maisha ya kale watu wanaomba, ndio huwezi ukaenda kwa Mungu mpaka uvue, mpaka uyaue, yafe. Lazima yafe. Ujue siri ya Yesu kufia maisha yako na wewe uyaue na ionekane kwamba umeyaua. Haleluya. Unajua huku kwenye maisha ambacho naona watu wanachagua nimeokoka, nimempokea Kristo. Oh haleluya. Hii hapa nitaacha. Ili hapa kwanza Mungu akumaanisha hivi. Alafu anapata na wenzake asema, unaona hapa, yani Yesu alimaanisha hiki. Aisee, nashukuru. Yesu ni mwema. Unaendelea. Bwana Yesu asifiwe. Yani muombe tu aendelee kuingia huko ndani. Yani kadiri akiendelea kuingia huko ndani, anakupa neema ya total obedience. Yani hakuna kitu tena, haachi hata kitu kimoja kitakachokupa chembe ya shaka ya kwamba hapa utii sawa sawa. Haleluya. Mtume Paulo baada ya kwenye safari yake ya kuacha maisha ya kale ilikuwaje? Yeye alisema kwamba aliyaona maisha yake ya kale yote yale aliyokuwa anayapenda kama mavi. Yani ya ajabu akayaona kama, na kuhakikishia kile kinachokufanya ukaacha hiki na hiki ni kwa sababu bado hujafa. Kama ukifa ukiua utu wako wa zamani, maisha yako yote ya zamani ya tamaa, ya uongo, ya dhambi, ya kitu gani, unayaona kama mavi, kichefuchefu. Haleluya. Kitu kibaya. Yani ametumia hilo neno, najua sine, ametumia na akawa anaona kama uchafu. Yani akawa anaona kama uchafu. Huyu ni mtu alikuwa muovu. Tunamshukuru Mungu kampa nafasi ya kuandika zaidi huku kwenye Agano Jipya. Kwa sababu Agano Jipya ndio kiongozi chetu, ndio linatupa maisha mapya. Haleluya. Ndio maana linaitwa Agano Jipya. Linatupa maisha mapya. Tunamshukuru Mungu kampa huyu bwana kuandika zaidi kwenye Agano Jipya. Maana Mungu alimpa ufahamu zaidi wa rohoni kwa habari za Yesu. Haleluya. Lazima uyaone maisha yako ya zamani kama uchafu. Uyachukie. Ukianza kubembeleza na kupenda maisha, niliwahi kuona watu wengi, ningempokea Yesu Bwana. Ningempokea Yesu Bwana. Lakini unajua wazazi wangu bwana hawatanielewa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi na wazazi na hata na mama yangu hapa, lakini mnaweza mkamuuliza kama nilienda kutafuta ushauri wake. Wakati ninaokoka nilienda kwa siku kutafuta ushauri wake. Alishanilea, namshukuru, akanipa msingi, namshukuru, lakini nilipookoka sikuenda kutafuta ushauri wake. Maana Biblia inaniambia asiende kutafuta ushauri wake. Haleluya. Nampenda sana, namheshimu sana, lakini sikuenda kutafuta ushauri wake. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Pengine Wagalatia. Okay, cha Galatia. Okay. Wagalatia. Okay, twende Wagalatia sura ya kwanza. Napenda sana maneno ya kutokana na somo hili. Napenda tulisome. Paulo anaelezaje wakati baada ya kukutana na Kristo. Na nasoma tena kwa haraka, lakini wewe naomba unipe sikio lako vizuri. Utaelewa maana nimeshaeleza haya. Tuanze mstari ule wa 10, tuendelee.
Galatia 1:10. Anasema maana sasa je, ni wanadamu ninaowashawishi au Mungu? We mwenyewe utajibu. Haleluya. Au nataka kuwapendeza wanadamu? Kama ningekuwa hata sasa nawapendeza wanadamu, singekuwa mtumwa wa Kristo. Wangapi wamenielewa? Bwana Yesu asifiwe. Anasema hata sasa ningalikuwa nawapendeza maana yeye alikuwa ni Mfarisayo. Anasema kama sasa mpaka ningalikuwa nataka kuwapendeza wanadamu, singalikuwa mtumwa wa Kristo. Haleluya. Haya, anaendelea kusema ula 11. Kwa maana ndugu zangu, injili hiyo niliyowahubiri na wajulisha ya kuwa sio ya namna ya kibinadamu. Kwa kuwa sikuipokea kwa mwanadamu, wala sikufundishwa na mwanadamu, bali kwa ufunuo wa Yesu Kristo. Naamini tunaelewa baada ya hayo tuliozungumza. Haleluya. Haya, mstari wa 13. Maana mmesikia habari za mwenendo wangu zamani. Anawaeleza jinsi alivyokuwa sasa. Anasema maana mmesikia habari za mwenendo wangu zamani katika dini ya Kiyahudi. Wao walikuwa ya kwao ya Kiyahudi, iko huko mpaka leo. Tena kama tungalipaswa kuwa na dini, pengine sote tungalipaswa kuwa na, maana hiyo ndio dini iliyokuwa huko kubwa ya kwanza. Haleluya. Akasema maana, narudia pale, maana mmesikia habari za mwenendo wangu zamani katika dini ya Kiyahudi, kwamba naliliudhi kanisa la Mungu kupita kiasi nikaliharibu. Yeye huyu. Mstari wa 14. Nami naliendelea katika dini ya Kiyahudi kuliko wengi waliohirimu zangu katika kabila yangu. Sasa nadhani wale ambao nilikuwa nazungumza dini mmenielewa. Kwa hiyo dini yake ilimfanya asiliudhi kanisa la Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Ilimfanya asiliudhi kanisa? Ilimfanya amtii Mungu? Ilimfanya amtii Yesu na watu wake? Hapana. Haya, anaendelea kuelezea. Nikajitahidi sana katika kuyashika mapokeo ya baba zangu. Hiyo ni typical katika dini, katika kitu ambacho kiko clear ni mapokeo. Ndio kama hiyo. Ilikuwa babangu bwana. Ilikuwa yule nilifundishwa na yule bwana. Yeye ilikuwa hiyo. Haya mapokeo. Na anasema alijitahidi sana katika kushika mapokeo ya baba zangu. Mstari wa 15. Lakini Mungu, sasa hapa ndiko nataka uanze kusikia. Ameeleza historia. Sasa mstari wa 15. Anasema lakini Mungu aliyenitenga tangu tumboni mwa mama yangu akaniita kwa neema yake. Kumbuka huyu naliudhi kanisa, ili uitwe huku ni kwa neema yake, maana hustahili. Ndivyo sisi sote tulivyoitwa kwa neema. Bwana Yesu asifiwe. Akaniita kwa neema yake. Alipoona vema kumdhihirisha mwanawe ndani mwangu. Kwa hiyo wito wetu ni pale ambako Kristo anadhihirika ndani mwetu. Haleluya. Ili ni wahubiri mataifa habari zake. Ndio maana ameitwa. Sasa hii sentensi inayofuata ya mstari wa 16. Mara sikufanya shauri na watu wenye mwili na damu. Hakufanya shauri, hakwenda kujadiliana na mtu yeyote baada ya ule wito. Wala sikupanda kwenda Yerusalemu, najua alikuwa anaenda Dameski. Hakupanda, hakurudi Yerusalemu kwa hao waliokuwa mitume kabla yangu, bali nalikwenda zangu Arabuni, kisha nikarudi tena Dameski. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana nasema ya kwamba kama wewe hujaingia kwenye maisha, upokea maisha mapya,
naamini maneno ya Mungu yatakushawishi, yatakufanya uingie. Na kama umeingia, sisi tunapaswa kuomba. Hii dunia inapaswa tu kumjua Yesu, kukutana na Yesu ili ibadilike. Haleluya. Kukutana na Yesu kwa matendo, kama vile alivyokutana naye Paulo. Shida ni hiyo. Na anachopingana nacho shetani ni hicho, watu wasikutane na Yesu. Ukikutana na Yesu anakubadilisha, maisha yako yanabadilika. Hayawezi yakawa sawa, yanabadilika kabisa kabisa. Ulikuwa unaenda upande huu, unageuka kabisa, unaenda upande huu. Uwezo ukageuka kamwe kama hujakutana naye Yesu wa Nazareti, akakupa huyo roho wake akubadilisha. Haleluya. Uwezi. Ndio maana utakuta mpaka leo kuna mijadala ya dini, kuna mijadala hiki, kuna mijadala mimi ni bora, hiyo ni mijadala ya watu ambao hawajakutana na Yesu. Ukikutana naye wala huhangaiki na hiyo mijadala, wala unaka bora, wewe unakaza mwendo. Bwana Yesu asifiwe. Ipo kwa sababu watu hawajakutana na Yesu. Na hawajakutana na wao na Yesu kwa sababu bado akili zao zimetiwa giza. Hawajazukiwa na nuru ya Injili. Ndivyo neno la Mungu linavyosema. Akili zao zimetiwa giza. Ama wakati fulani na Mtume Paulo anaomba, asema naomba macho ya mioyo yao yatiwe nuru, wapate kujua siri, wapate kujua ubora wa ukuu wa neema ya Mungu tulio nayo ndani ya Yesu Kristo. Giza ndicho kitu pekee tu, na ndipo shetani anakoshika. Niliwaeleza kwamba viko vitu vitatu kabla huja kutana na neema. Kwanza tu hata ya wokovu. Unajua kuingia kwenye wokovu, mmeona sio kuwa kwamba una maisha mapya. Haleluya. Yaani niseme hivi, unapokiri kweli unampokea Kristo anakupa maisha mapya, lakini sio kwamba umeondokana na utu wa zamani. Bwana Yesu asifiwe. Ukishaingia sasa kwenye wokovu, unaanza kuchuchumilia mambo fulani ili uweze ukapata huu utu mpya. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo mpaka hapa tulikofika tunaweza tukasema hivi. Kwanza tuseme hivi, maisha mapya yanatokana na maisha ya zamani. Wangapi wananielewa? Ni sahihi Haleluya. Kwa sababu kila mtu lazima awe na maisha ya zamani, si ndio? Kwa hiyo ndio maana hata pale anasema kwamba tuvue kwanza maisha ya kale ya zamani, alafu ndio tuvae mapya, si ndio? Uwezi ukavaa maisha mapya juu ya maisha ya kale. Uwezi. Yesu alisema uwezi ukaweka divai mpya kwenye viriba vikuukuu. Uwezi. Lazima uweke divai mpya kwenye viriba vipya. Shida ni kufahamu. Shida si watu na kuhakikishia, kufahamu. Kufahamu nini? Hiki ambacho nawafundisha hapa ndio shida. Basi hakuna shida nyingine. Tukifahamu kwenye ukurasa sawa, namna sawa tu, basi. Sasa naamini hapa hamna wanaosema sasa ukifahamu Muhammad tajuaje? Mbona hata tunafundishwa kufahamu kwingine? Injili ya ufalme wa Mungu nilishawaeleza inakwenda na nguvu. Haleluya. Ndio maana Yesu atuachi wakati fulani anasema sasa nawapa nguvu, niwape udhihirisho ya kwamba mimi ndiye niliyeko hapa. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ndiye. Maana Yesu asema ishara zitaandamana na hao watu hao. Kweli uongo? Shida ni uelewa hiki ninachozungumza. Hakuna shida nyingine. Hatuna shida. Wala hatuna shida na ndugu, wala hatuna shida na shida ni uelewa. Ndio maana ni lazima tuombe watu waelewe. Bwana Yesu asifiwe. Wakishaelewa maisha yako safi.
hauna maisha mapya kama haujawahi kuwa nayo ya kale. Kwa hiyo maisha mapya yanatokana na ya kale, si ndio? Huwezi kusema ndio maisha mapya kama tuko hapa na Mungu Roho Mtakatifu anaturuhusu tuzungumze hapa, maana anataka watoe watu kwenye maisha ya zamani. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hiyo tuseme hivi basi, kumbe kama maisha mapya yanatokana na maisha ya zamani, kwa hiyo tuite hapa maisha mapya. Napeleka mfunzo mwingine, maisha mapya. Kwa hiyo kuna njia ya kusafiri hapa. Tuseme hii ndio safari yetu. Ili tuweze tuweke peni mpya ili tuonyeshe maisha mapya. Haya. Hapa tuweke maisha. Mbona mkufanya ubao mkaufuta ukawa mpya, mkauleta ukawa zamani? Okay. Kwa hiyo kuna process hapa. Wanashindwa kuweka vizuri kwenye. Kuna process hapa. Tunatoka wote kwenye maisha. Mbona mniambii? Maisha ya zamani hapa. Hapa tunatoka kwenye maisha ya zamani kwenda mapya, si ndio? Lazima tunatoka huko. Huko tunatoka kwenye maisha ya zamani. Maisha ya zamani. Tuna mahali tunasafiri, tunaenda maisha mapya. Sasa utoki hapa kwenda tu unaamua unakwenda tu maisha mapya. Ni kuna kama mchakato hapo. Unapitia nini hapa? Unapitia nini? Kusulubishwa, lazima usulubishwe. Bwana Yesu asifiwe. Lazima usulubishwe. Uwezi ukaingia huko. Hapa lazima, hapa kuna process inaitwa usulubishwaji. Yaani usulubishwalization. Kuna process ya kusulubishwa au kusulubisha. Kusulubisha, ambayo ni sawa na kuua. Nini unakisulubisha? Na nini? Wanawake tumezipeleka zote kwa ni maisha ya zamani, si ndio? Kusulubisha nafsi na mwili. Nafsi na mwili. Kwa hiyo hata siku moja usije ukasema kwamba ninaishi maisha mapya wakati bado hujasulubiwa nafsi na mwili. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo maisha mapya yanatokana na maisha ya zamani. Kwa lazima usulubiwe. Kwa tunaposema ya kwamba umetoa sadaka nafsi yako, ina maana umeisulubisha kama Yesu. Umetoa sadaka mwili wako, umeusulubisha kama Yesu. Na hicho ndicho kinachokuja kukuzalishia maisha mapya. Unajua habari za Mungu uzuri hazina njia mbili. Yaani hii process haibadiliki kamwe. Ndio maana nasema kwa mfano unahubiri injili hii na hubiri mahali pote duniani, hata kama tunatumia maneno tofauti lazima iwe hivi hivi. Wala haitatofautiana. Haleluya. Hii process iko hivi hivi. Uingie kwenye maisha mapya lazima utapitia hapa. Kutoa maisha ya kale utayasulubisha haya maisha haya ili upate maisha mapya. Msingi Yesu alishaufanya mwenyewe alivyotoa maisha yake. Niliwaambia kile kitabu cha Warumi, tuone tena huyu mtu mmoja Mungu aliyempa ufahamu mkubwa wa rohoni.
Kitabu cha Warumi 7:24 na 25. Mtume Paulo. Ukisoma hii sura ya 7 ameeleza vitu vingi, lakini akaja akaanza kurudia namna ambavyo kitu anachotaka kukifanya akifanye. Anasema lile zuri nalotaka kulifanya silifanye, lakini lile baya nisilotaka ndilo nakuta nafanya nini? Nalifanya. Akaendelea akasema ni kwa sababu huku ndani ya moyo wangu natamani. Ndio maana nimewaambia wapendwa, ni kitu cha muhimu. Ndio maana Mungu anatukataza kabisa kuhukumu. Ninataka kuhakikishia watu wengi wanampenda Mungu, na watu wengi walioko kwenye dini zao wanampenda Mungu, ila tu wanahitaji neema ya kujua namna ya kuandamana na huyu Mungu wa kweli. Haleluya. Hapa mtume Paulo yeye anasema, huyu ni mtumishi wa Mungu, anasema nataka kufanya jambo jema lakini siwezi. Lile jema nalotaka kulifanya silifanyi, lakini lile libaya nalotaka kuepuka ndio nafanya nini? Nalifanya. Kwa nini? Ukienda mahali anasema nimegundua ndani ya moyo wangu kuna nia njema, lakini iko dhambi inaishi huko. Nitafute pale. Anasemaje? Kristo utu mpya. Haleluya. Amen. Kwa hiyo ningalipenda wengine niishie hapa, na kama nilivyowaambia nitaendelea na mafundisho haya siku ya Jumamosi. Bado mengi kidogo. Haleluya. Na tutakapoendelea tutaendelea na mahali ambapo asema Yesu ametuwekaje huru na utu wa kale. Ametuwekaje huru na utu wa kale. Lakini tumeona leo namna hiyo moja ya namna Mungu hana namna nyingi wapendwa. Hiyo moja ndio inachambuliwa kwenye maandiko yote ya Agano Jipya. Namna moja tu ambayo Mungu anatutoa kwenye utu wa zamani ni kwa kupitia huu mchakato huu wa kusulubishwa. Haleluya. Na kigumu hapa kwa watu wengi ni hii kusulubishwa. Maana lazima uache matendo na tabia za zamani.